Jambo la kwanza, tunawaalika Watanzania wote kokote waliko kesho mahakamani kusikiliza kesi ya kiongozi wetu Tundu Lissu. Na tunawaomba jeshi la polisi na vyombo vya dola vya Tanzania wasifanye fujo kwa mtu yoyote, kwa sababu makusudi yetu ya kuja kwenye kusikiliza kesi ya kiongozi wetu ni makusudi ya amani, kwa sababu hii ni kesi iko kwenye mahakama ya wazi, na sheria zetu kifungu cha 186, kesi inapokuwa kwenye mahakama ya wazi ni kesi kwa ajili ya public na public isikilize. Hii ni kesi kubwa, ni kesi yenye public interest, ni kesi ambayo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo hatutaki ifanyike gizani. Tunahitaji hii kesi iwe wazi kwa kila mtu, vyombo vyetu vya dola vikae pembeni, na tunaiomba mahakama itoe spika nje, Watanzania wapate nafasi ya kusikiliza. Watakao kosa nafasi wasikilize kinachoendelea ndani ya mahakama, kwa sababu Lissu ni kiongozi mkubwa wa upinzani, na huwezi kumtry kama unatry tu mtu ambaye amefanya kesi ya uhalifu wa kuku. Na itashangaza sana kama hawa watu watakuwa wamekosa tolerance. Nimemsikia Charamira, ndugu Charamira, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, anaongea, anapiga kifua. Nimemsikia RPC Mliro anapiga kifua. Mahakama sio sehemu yao, hawezi kuipangia mahakama nini ifanye. Mtakumbuka kesi ya kina Mandela ya Livonia trial, hata makaburu weupe waliruhusu watu weusi wasikilize kesi ya viongozi wao. Haiwezekani nchi yenye uhuru miaka 63 leo viongozi weusi wenzetu mkamate mtu wamwekee kesi ya bogus, kesi ya uongo, kesi ya kijinga kabisa kwa lugha sahihi, ya treason, kesi ya kisiasa ambao wamemwekea uhaini wa kisiasa, kujaribu kumnyamazisha kwa misimamo yake ya kisiasa, alafu wazuie hata wanaompenda kuja kuisikiliza. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Lakini juu ya hilo pia tunaitaka serikali na tunamtaka Rais Samia, kwa sababu hii kesi ni yake, aiondoe hii kesi mahakamani, wamfutie Lissu kesi ya uongo ya uhaini, kwa sababu Lissu sio muhaini. Huwezi kufanya uhaini kwa raia ambaye hajawahi kuwa mwanajeshi, hana kikundi chochote cha kijeshi anachokiongoza. Hawawezi kuithibitisha popote. Mwisho wa siku itakuwa kesi kama ya Freeman Mbowe. Na ni ajabu kwamba chini ya utawala wa Rais Samia, kwa miaka 4 ya kwake, amejaribu kuwafungulia viongozi wa chama hiki kesi mbaya. Alijaribu kumfungulia kesi ya ugaidi mwenyekiti Mbowe, ambaye hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Amejaribu tena kumfungulia Lissu kesi ya uhaini, ambayo hukumu yake vile vile ni kunyongwa mpaka kufa. Chini ya miaka 4 tu ya kwake, viongozi wa chama kikuu cha upinzani chini ya utawala wake wanafunguliwa kesi 2 za uongo. Kwa hiyo hii kesi iondolewe mahakamani, Lissu arudi mtaani, tuendelee na shughuli zetu kama zilivyopangwa. Kwa hiyo hilo linahusiana na kesi, na tunasisitiza wanachama wetu na Watanzania wengine wote waje mahakamani. Jambo la pili ni operation yetu ya no reforms no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Itaendelea kama ilivyopangwa kuanzia tarehe 3 mwezi Mei, na tutakuwa na timu 2 kama zilivyokuwa awali. Timu moja itaongozwa na katibu mkuu na timu nyingine nitaiongoza mimi. Tutaendelea na operation kuanzia kanda ya kati, kwa maana ya mikoa ya Morogoro, Dodoma na Singida kuanzia tarehe 3. Baada ya hapo tutaendelea na mikoa ya kanda ya magharibi, Katavi, Kigoma na mikoa mingine ya kanda magharibi. Na katika hilo tumeona dalili za kuanza vitisho
ni katika kujaribu kuzuia operation hii isiendelee. Ndio kama kile kilichojitokeza jana, ambapo sisi tuliandika barua tarehe 16 ya kuwataarifu polisi juu ya mikutano yetu. Tumefanya maandalizi kwenda Kariakoo kuzungumza na Watanzania ambao pia wengi wana matatizo. Tulipofika eneo la mkutano, polisi wakaja na barua kutuzuia eneo la tukio. Tumewapelekea barua siku 6 zilizopita. Jana tarehe 22 tukiwa kwenye eneo la tukio, wanakuja kutuzuia. Wamefanya fujo, wamenikamata mimi, wamekamata walinzi wangu. Wameondoka na sisi, mimi na pamoja na katibu wa idara Elizabeth Mambosho. Wamezunguka na sisi kwenye gari. Wametuambia kwanza tumeenda kituo cha polisi Msimbazi, wametuchukulia pale kwenye gari ya Hilux. Wametoka na sisi, wamepita, kulikuwa na jam sana. Wakatuelekeza kwamba wanatupeleka kituo cha polisi Central. Tumefika Central, wakakunja, wakaingia barabara ya mwendo kasi. Tumekwenda mpaka Kisutu, wakaoda ving'ora vyote vya magari tulivyokuwa navyo vizimwe. Tukashika hiyo barabara ya kuja kama tunakuja Jangwani, tukapita kwenye mwendo kasi. Nikajua labda wanatupeleka Mburahati. Tumefika Magomeni hapo, wakakunja, tukaingia kama tunakuja makao makuu ya zamani Kinondoni. Wakaingia Mwananyamala, wamezunguka na sisi, wamekuja kutudrop saa 2 usiku barabarani. Sina simu, sina pesa, sina mawasiliano, wametushusha barabarani. Paka mimi nikajiuliza hao ni watu walikuwa wamepanga, kwa sababu hii ni abduction. Tulitekwa na polisi, na baadaye nakuja kuona taarifa ya Muliro anasema kwamba polisi hawakutukamata. Sasa nyie jiulizeni, kama mimi ni kiongozi wa chama, nimekamatwa mchana, vyombo vya habari vikiwepo, Watanzania wakiwepo, picha zimeonekana nikiwa kituo cha polisi Msimbazi. Tulikuwa na watu wa Jambo TV na baadhi ya watu tuliongozana nao kwenda pale. Ghafla polisi wanasema hawajanikamata. Lengo lao kustoa hiyo kauli ni nini? Ni watu walikuwa wamelenga wanipoteze kama wanavyopoteza watu wengine? Hili ni swali ambalo linahitaji kujibiwa. Wakati huo huo, RC anasema wako na mimi, RPC anasema hawako na mimi. Hii ni serikali ambayo haiko coordinated. Haiwezi kuwaongoza Watanzania. Serikali ya aina hii tuko kwenye autopilot. We are captured. As a country tuko kwenye matatizo, na Watanzania lazima muelewe hili. Waandishi wa habari Watanzania muelewe, tuko kwenye matatizo makubwa. Tunaongozwa na watu ambao wako very uncoordinated. Mambo ya nchi yanajiendea, huyu anatoa tamko, huyu anatoa, kila mtu ni kambale. Inawezekana hata hizi orders za kumkamata Heche haieleweki aliyezitoa. Huyu anasema hivi, inawezekana ni kila mtu anaongoza section yake. Kwa sababu kama RC anasema wako na mimi, RPC anasema hawajanikamata, ni message gani anayoipeleka kwa Watanzania? Kwa hiyo hili la kukamatwa mimi ni sehemu ya vitisho vya kutuzuia kufanya kazi yetu, lakini lazima tufanye kazi yetu. Jambo la mwisho, tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini walilolitoa wakati wa Pasaka. Tunaunga mkono tamko la shura ya maimamu walilolitoa wakati wa Idi, wote wakiunga mkono msimamo kama wa kwetu wa kusema mabadiliko yanahitajika kwenye nchi hii ili uchaguzi ufanyike ambao ni huru, haki, wa wazi, ili kuwapa Watanzania viongozi wanaowastahili kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 8. Serikali itatokana na wananchi. Lengo kuu la serikali sehemu B itakuwa ni ustawi wa watu, na serikali itawajibika kwa watu. Ukiondoa uchaguzi ambao haujatokana na wananchi, hiyo serikali itakuwa sio ya watu, hiyo serikali haitawajibika kwa watu, na hiyo serikali haitakuwa na malengo ya kustawisha watu, kwa sababu itakuwa ni serikali ya kikundi cha watu. Na ndicho tunachoamini kwamba sasa hivi kuna state capture.
Dola lililoshikiliwa na kikundi cha watu linafanya maelekezo ya watu. Kama dola ni ya wananchi, lazima waruhusu wananchi kwa kura zao waiweke, ili iweze kuwajibika kwao na iweze kuleta ustawi. Sasa katika hili tunaendelea kusisitiza. Mimi nilikuwa na katibu mkuu wetu, tulikuwa miongoni mwa watu 5 tulioenda kuonana na Rais Samia tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2022. Alituahidi Ikulu Chamwino Dodoma kwamba serikali yake haitafanya mambo yaliyopita ya serikali zilizopita: kuteka watu, abduction, watu wanapotea, viongozi wetu wamepotea. Deus Soka amepotea, ametekwa. Bwana Kipanya, kiongozi wetu kutoka Sumbawanga, kiongozi wetu wa hapo Bwana Mrai, hawa ni watu wamepotea, wametekwa. Hii ni ahadi ya rais, na aliposema kwenye 4R yake mojawapo ni resilience, reform, rebuild. Anaposema rebuild, ina maana anatambua kuna ujenzi uliokuwa umefanyika, sasa umebomoka, anataka kurebuild, kujenga upya. Hakuna kitu alichojenga. Resilience, kuvumilia. Unapompa Lissu kesi ya uhaini, mkosoaji wako namba 1, chama kikuu cha upinzani, chama kinachoungwa mkono kuliko vyama vingine vyote nchi hii, chama chenye mtandao pengine kuliko CCM, kwa sababu ukitoa mtandao wa kiserikali wa CCM haina competition yoyote na sisi kwa wananchi, kwa sababu sisi tunaungwa mkono na wananchi ambao ni organic. Ndio maana ukienda kwenye mikutano ya CCM utakuta wana CCM wanahutubiana. Actually wanapaswa kufanya vikao vya ndani, kwa sababu wanasomba watu kutoka Tarime, wanawaleta Bunda, wanahutubia. Wakienda Tarime tena wanasomba hao wa Bunda waliohutubia jana, wanapeleka Tarime. Wakifika tena Tarime wanasomba, wanapeleka Serengeti. Sisi tunahutubia watu wa eneo husika pale tunapokuta. Organic. Hakuna chama kinachokubalika kama sisi. Ni chama kinachochangiwa na wananchi. Wao wanahitaji kuwapa watu fedha ili waende kwenye mikutano yao. Kwa hiyo ukizungumza kuhusu resilience, rais anapaswa kuwa na resilience na uvumilivu. Ameikiuka. Reforms, ni hoja yake ya reforms ambayo alituahidi tarehe 20 mwezi wa 5 Ikulu Chamwino Dodoma. Leo tunadai reforms, tunawekewa kesi ya ugaidi. Kwa hiyo rais mwenyewe na timu yake wanavunja 4R zake. Kwa hiyo sisi tunaunga mkono walichokisema maaskofu, na niwakumbushe wa Tanzania, hawa watu hawawezi kuaminika kwa kauli tu. Lazima walete reforms za maandishi, za kisheria na za kikatiba, ndio wataaminika, na tuwe tayari kwa kweli kusimamia. Hatuhitaji nchi hii iongozwe kwa dhamira ya mtu. Tunahitaji nchi iongozwe kwa sheria na tuzisimamie sheria. Kama mnakumbuka tarehe 5 mwezi wa 3 2024, aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CCM Bwana Abdurahimani Kinana akiwa kwenye mkutano mkuu wa ACT Wazalendo. Sasa nawaomba, kwa sababu haya mambo yako kwenye public domain, mzichukue mnukuu kwa usahihi. Na ndugu zangu waandishi wa habari, hii ni nchi yetu. Mkiwemo nyie, mnahitaji kuishi vizuri. Tuna resources za kutufanya tuishi vizuri wote. Hii vita sio ya Chadema, ni vita yetu sote. Ndio maana tunaomba mashehe, maaskofu, NGOs, waandishi wa habari, everybody aje on board kupigania nchi ambayo inaongozwa kisheria, kwa sababu hakuna aliye salama. Kuna watu walikuwa CCM wanafikiri wako salama, leo wanapotekwa wakina Deus Soka. Tunazungumza mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM kutoka kule Tarime ametekwa. Kwa nobody is safe katika mazingira kama haya. Kwa na washauri na nyie mnapoenda, mchukue hata hizi klipu zao, mziunganishe na matendo wanayoyafanya leo. Abdurahimani Kinana akiwa kwenye mkutano wa CCM alisema vipi? Kwenye mkutano wa ACT Wazalendo tarehe 5 mwezi wa 3 alisema, na nukuu kwa kifupi, kwamba
uchaguzi wa nchi hii wa serikali za mitaa hautakuwa kama chaguzi zilizopita, na akazitaja kabisa kwamba hautakuwa kama uchaguzi wa mwaka 2019 na 2020. Na akasema watu wana haki ya kutokuamini maneno ninayoyasema kwa sababu ya kile kilichojitokeza kwenye uchaguzi wa 2019 na uchaguzi wa 2020 ambao uliibiwa, ambao viongozi wa upinzani walikatwa majina, ambao viongozi wa upinzani walizuiliwa mawakala, walizuiliwa kuchukua fomu, na mwishowe CCM ikapita kwa 100% kwenye vijiji na vitongoji na wabunge. Akasema hayo hayawezi kujirudia chini ya Rais Samia. Nini kilichojitokeza tarehe 27 Novemba ya mwaka jana? Kwa mujibu wa Waziri Mchengerwa, walikata, yani waliondoa wagombea wa upinzani 12,600. Na unapozungumzia upinzani nchi unazungumzia Chadema. Ndio chama chenye mtandao wa kuweka watu nchi nzima. Kuna vyama hapa ambavyo hata ukiwaachia Dar es Salaam hapa hawana uwezo wa kufiri wagombea udiwani tu hapa Dar es Salaam. Na vipo vinapiga kelele kweli kweli. Ukiondoa Chadema kuna vyama havina uwezo wa kufiri wagombea udiwani Dar es Salaam tu. Achia majimbo. Tukienda kwenye uchaguzi bila kuwa na Chadema kwenye nchi hii, ndio maana unasikia wengine wanasema hameni mje huku, kwamba unaunda chama alafu unataka watu wengine ndio wahame uje usimamishe kama wagombea. Hawajui etiketi zako, hawajui mnachokisimamia, hawajui mnachokwenda kupigania. Unapokwenda mbunge unapaswa kuwa na msimamo wa chama chako kwamba sisi, kwa mfano sisi ni chama kinachoamini katika people's power, kwamba tutashika mamlaka ya umma, tutatumia rasilimali za umma katika kuendeleza watu. Tutajenga upya viwanda vyetu, viwape vijana wetu ajira. Tutahakikisha madini yetu ya chuma hayauzwi kwa Wachina na wazungu na Waarabu bure. Tutahakikisha bandari zetu zinasimamia maisha yetu. Sasa unapoita watu waje kwenye chama chako, hawajui unasimamia nini, hawajui unataka kwenda kwa wapi. Sasa unataka kutengeneza chama cha vipi hapo? Kwa ndugu zangu, nimetaka niliseme hilo ili tujikumbushe kwamba hao watu hatuwezi kuwaamini kwa maneno tu. Tuna insist kwamba mabadiliko ya sheria, mabadiliko ya kanuni, mabadiliko ya kikatiba, ili twende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Wewe fikiria hao watu wanaleta kanuni ambazo zinasema wakara haruhusiwi kuingia kwenye kituo cha kupigia kura na simu. Wakara ni representative wa mgombea, sio wa serikali wala wa CCM wala wa tume. Wakara na ni represent mimi. Kwa mfano mimi Tarime nagombea na vituo 492. Badala niwe kwenye kila kituo naangalia matokeo yangu, sina uwezo huo. Mimi sio omniscient, naweka mtu kwa niaba yangu. Napaswa muda wote nijue nini kinaendelea, maboksi yamefika. Unapomnyima asiingie na simu, karne hii hata ICU watu wanafanyiwa operation, madaktari wanaingia na simu ICU, ili kama kuna shida wataarifu madaktari wengine waongezeke pale kusaidia mgonjwa. Karne hii tuna watu wanazuia watu wasiingie na simu kwenye kituo cha kupigia kura. Hawa ni watu ambao wanatetea wizi na wanataka wizi uwe sehemu ya registration. Wanahalalisha wizi kwa sheria, kwa kanuni, kwa taratibu. Chama chetu hakiko tayari kutumika katika kuraba stempu mambo ya hovyo hayo. Kwa hiyo wanachama wetu nchi nzima wa Tanzania, our agenda na agenda yetu ni no reforms, no election. Kama kutakuwa na reforms, tuko tayari na chama kiko tayari kuingia kwenye uchaguzi na kuleta mapambano ya kifikra, mapambano ya kukomboa Watanzania, na tutashinda katika free fair election ambayo referee ni fair. Nataka niwahakikishie Watanzania hakuna mtu wa kusimama na sisi hapa hata baada ya saa 12 asubuhi. Watakuwa nyumbani. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Maoni yetu ni hayo na hoja zetu ni hizo, muwafikishie Watanzania. Tutakuwa tayari kwa maswali mawili matatu, alafu tutatawanyika. Asanteni sana.